Tumshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ambaye ametupatia pumzi ya kuhusika katika kongamano hili. Na kwa hayo machache basi, kabla sijamualika mtumishi wa Bwana ambaye yeye ndiye anasimamia kama katibu mkuu wa Kenya Coast Field kutupatia vidokezo zaidi juu ya kwa nini kuwa na kongamano kama hili, nataka niseme na kutangaza ya kwamba kongamano hili limefunguliwa rasmi. Mungu atubariki. Najua kila mmoja yuko na hamu na gamu ili kwamba kazi ianze, kama tulivyosema ya kwamba kongamano hili ni la kipekee, si kama vile ambavyo imekuwa ikifanyika hapo awali. Naamini mtumishi wa Mungu ameyaweka wazi malengo na madhumuni ya kundi hili ambalo liko hapa. Ni watu ambao wameona kwamba wana jukumu kuunga mkono mashirika yoyote, serikali yetu na mashirika ya kiserikali na yale yasiokuwa na kiserikali, kuunga mkono juhudi zao katika kuleta amani wanapoangazia neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu lina nafasi gani katika kuunga mkono juhudi za majimbo mbalimbali, za mashirika mbalimbali kuleta amani. Kwa hivyo nafikiri hilo ndio lengo kubwa katika mada hizi zote ambazo tuko nazo. Nataka niseme ya kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao una changamoto nyingi kiuchumi, una changamoto nyingi kielimu, una changamoto nyingi kijamii. Na ikiwa amani ndio ambayo itawekwa kwa kipaumbele katika moyo wa kila binadamu, basi changamoto hizi zinaweza kuangaliwa na zikapata kuondolewa. Nataka niwalete basi wale ambao kwa upande wa Ukristo watakuwa wanachukua mada hizi, mpate kuelewa kila mmoja atakayekuwa anasimama anachukua mada gani. Kusema njia inayoelekea kwenye amani au njia yenyewe ni ya amani, kwamba watu wanapoifahamu hii njia ya amani, wakiishi kwa hali hiyo kuna manufaa gani, na wakikeuka hali hiyo ya njia ya amani kuna hasara gani. Kwa hivyo mchanganuzi atakayekuja kuzungumzia hapo, ninaomba asimame mpate kumuona. Yeye si mwingine ila ni Frederick Onyango. Evangelist Frederick Onyango ndio huyo, atatushikilizia mada hiyo, na ile ambayo ni ya kuhusu uumbaji na asili ya binadamu atakaye tuelezea kwa mjibu wa Biblia Evangelist Hezron Fondo. Asimame, ndio huyo. Na yule ambaye ataangalia au kuzungumzia juu ya kielelezo chema, mfano bora wa kufuatwa, kwa yule ambaye anatoa mfano bora wa kufuata katika kuonyesha mambo ya uhusiano bora na amani, ni nani atakayezungumzia hilo kwa upande wa Kristo? Ni Evangelist Paul Ndundi. Asante. Na haki za kibinadamu, basi huyo ni Evangelist Martin Da. Na yule ambaye ataongea juu ya mada inaitwa hukumu, au mada kwa kichwa hukumu, ni Evangelist Vincent Gitea. Asante. Na yule ambaye atazungumzia juu ya toba si mwingine ila ni Evangelist Rajab Waziri. Alafu mwisho wake tutakuwa tunaangazia juu ya mapatano, ambapo tutakuwa tunahitimisha mkutano wetu, ambapo mkurugenzi mkuu kutoka General Conference, kiongozi wetu wa kanisa la Kiadventista, atakuwa anagusia hili jambo na kuleta Wakristo wote, kuleta Waislamu watakaokuwa wamekungamana hapa siku hiyo katika ile hali ya kuleta mapatano na kufanya maombi maalum ya kipekee. Katika kongamano la siku hiyo, mkutano wa siku hiyo, itakuwa ni kusimamisha dua kwa ajili ya kuleta uwiano bora katika siku hiyo. Kwa hivyo huo ndio mwongozo na vipindi na wale ambao watatupatia kutuzungumzia katika vipindi hivyo. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise is due to Allah, the one and the only, the one who created death and life so as to test you, who amongst you is best in deeds, and he is almighty and often forgiving. Whoever
is guided aright by Allah subhanahu wa ta'ala, none can misguide him. And whosoever is left to go astray by Allah, no one can ever lead him right. I bear witness that there is none to be worshipped but Allah subhanahu wa ta'ala, the sole creator, the ultimate creator. And I bear witness that that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and messenger. As for what follows, it is the most important thing and the most prudent thing to do today, holding such a peace conference in Mombasa. I wish, and we call upon each and everyone's participation in the same. And you need to support this movement in whatever means necessary. It's an exercise that should leave no one behind. All must contribute, because each and everyone's contribution to realizing peace and peaceful coexistence is of real worth, and it cannot be wished away. There may be some people who eat well, and there could be others who dress well. But those who enjoy the peace of God will always sleep well. To the government, we call upon the central government and the county governments to see the sense in what we are doing and to lend us hand in whatever we are doing and to support by whichever means they can, because we realize that a journey of 1,000 leagues starts with a single step, and every contribution towards enhancing the same must be involved. To the fellow citizens, it is your responsibility, and it is a public secret that you are your brother's keeper. And we must set our priorities right. And in this case, our priority is peace, peace, and nothing but peace. To the religious leaders, to where we belong, the Master Jesus says, and you can cross-check, and you refer in the book of Matthew, chapter number 5, verse number 13. Because of time, I won't read it out. But you can always cross-check. We must know our role in this, and we must set that role to be the highest priority. We have to lead from the front, not from the back. Because if we do that, if we fail to lead the masses, if we fail to lead the government, to show them the way how to attain peace, then Allah says something in the Quran, chapter number 16, verse number 25. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. For the translation of the same, go back to the Quran. We, as religious leaders, as I pointed before, we must take it to be our responsibility to champion for peace, but not to be the destroyers of peace. Because if we do that, we are going to be the first to enter the hellfire. And I don't think it's a picnic there. It is real chastisement in hellfire. To the journalists, you have always built empires. You have built governments. You have built corporate bodies. You have built individuals. You have built societies. But in the same vein, it takes just a stroke of the pen and paper to destroy all that you have built. You can always build something. I call upon you, and we call upon you, that you take this opportunity to help us realize peace through responsible journalism and responsible reporting, so that those who are home watching, let them get the positive impact
of this congregation between Muslims and Christians. And like my brother Pastor Lumwe said, it is only we are used to violences whenever the two groups meet, or the journalists would want us to believe so. But we have always excelled in making it so peaceful. We count on you guys to help us realize this through responsible journalism. To the participants, you and me, and my walimu here, we are counting on the cream of the religious intellect that you have, that you've been gathering all over the years. We'll be here for the next 1 week. We don't expect to leave this ground the same as we came today. We expect a change, and that change must come from the cream that you have stored all those years. We are counting on you for good leadership, to be the role models of this movement, so that next time we meet, every other layman, sorry for using that word, but every other layman will be running towards us to listen to what we want to say, not running away from us because we are talking invectives. Lastly, to the Muslim community, I want you to come home. I want you to realize, to understand that we are representing Islam. We are representing the peace that Islam advocates. We are representing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are representing da'wah. We are doing da'wah. And we are not of the people who say, Ash-Shaykh wal-Qissisu Qissisani wa intasha faqul huma shaykhani. We don't say that. We know the sheikh will always remain a sheikh, and the priest or the pastor or mchungaji will always remain mchungaji, priest, and pastor. And never can the pastor be called a sheikh, and neither can the sheikh be called a pastor. What I'm talking is, we have to realize and respect one another. So when we are here, we are representing the peace of Islam. We need your support wherever you are, be it you are in the mosque or whichever place. We call upon you to come here in your numbers to give us that moral support and also financial support. With all those many remarks, I would want to make it clear that the meeting that we have today, the Mombasa Grand Peace Interreligious Conference 2015, is officially opened, and I welcome you with the Islamic greetings of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And to the Christians, God is good all the time. Ahlan wa sahlan bikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lastly, I would want to introduce my lecturers here. I have several of them, alhamdulillah, and many more are yet to come. But for the sake of time, I would want to make it very, very short. I'll be leading, though, from behind today as the chairman, but in front I have Brother Muhammad Said. Utasimama wapungie watu. Huyu anaitwa Muhammad Said, ukikutana na ama yoyote unamsalimia kwa jina yake, sio kwamba we. Hakuna mtu anaitwa we. Secondly, I have Al-Ustad Yahya Isa. He's my brother from Nairobi. He's a scholar in Islamic studies, alhamdulillah. We are looking forward to benefit from you, brother. We also have Brother Yahya Mudaura. We also have Brother Muhammad Abdul Karim. I think you know him so well, so talkative. We also have Brother Adam Ambessa. If you listen to Radio Salam, he's always there. I don't need to say more. We also have Brother Abdurrahman Abdul Ghani. He's a brother from Nairobi studying engineering in Kenyatta University. And we also have Brother Juma Salim Juma, a renowned da'i in Kenya. We also have
Brother Ahmed Idris, a guy from Nairobi, mashallah. And we have lastly Brother Ismail Washira. He's also in Mombasa, so well known. Whenever you find him, you come across him, just greet him. Greetings are for free. And I think lastly, I have to get it back to the chairman, co-chairman, for further direction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mnasemaje kwa ustad? Tumeshukuru. Sasa wakati umetukimbia sana, na kwa hivyo tunataka mara moja tuweze kuwaingiza wazungumzaji katika ukumbi ili kwamba tuende moja kwa moja katika hoja ambayo kwa siku ya leo imetuleta. Tunataka tuangalie njia ya amani. Njia ya amani, umuhimu wa hiyo amani, athari za ukosefu wa amani, kwa mujibu wa Biblia, kwa mtazamo wa Biblia. Hii njia ya amani inaweza kutufaa kivipi? Tunapoikosea inaweza kuathiri kivipi katika nyanja zile ambazo tumezitaja: kiuchumi, kijamii, kielimu, kimazingira. Njia ya amani, umuhimu wake na athari zake. Ustad Evangelist Frederick Onyango, panda kwenye jukwaa. Haya, Wakristo Bwana asifiwe. Amen. Waislamu assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hamjambo. God is good. And all the time. Asante sana. Kwa majina ni vile mmeambiwa, Bwana Onyango, na natoka Kisumu. Karibuni sana. Karibuni sana. Kwanza ningependa kuchukua fursa hii na nafasi kwa ajili ya kumshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi au afya sisi ambao tuna akili na nguvu tuweze kufika leo kwenye kongamano letu la amani. Ndio maana leo kwa sababu tumekuja watu tabaka mbalimbali na rangi mbalimbali ambao tunashirikiana dini, dhehebu, culture, ethnicity, ili tuweze kushirikiana pamoja. Maana amani haiji kwa sababu ya mtazamo wa mtu mmoja au kabila moja au watu wa sehemu moja, bali amani inakuja ikiwa mimi na wewe, yule na mwingine tutakuja pamoja, alafu tuitangaze amani hiyo kuanzia ndani ya mioyo yetu bila unafiki wowote, ili tuweze kupata amani hiyo ambayo tunahitaji kama kuwa gurudumu letu la maisha. Ama kwa kweli tunavyoendelea kuangalia leo hii, tutaangalia maandiko yatusaidie, maana tuna uongozi mbalimbali ambao Mungu ametupatia, ambapo sisi wote wanadamu tunaishi, tuna dini, kama tunakuwa tuna dini, tuna kazi zetu ambazo tunafanya. Na kando na kuwa tuna kazi zetu ambazo tunafanya, yako mengi ambayo huenda umewahi kuyashuhudia ambayo yanakosesha, kwa sababu wengi wanajiuliza kwa nini tusiwe na amani? Ili hali zamani huenda tulikuwa na amani, kwa sababu watu wa pwani wanafahamu kwamba tangu zamani pwani imekuwa ni nchi ambayo ni ya watu wakarimu, watu watulivu, vile vile ni watu ambao wanapenda sana kukarimu ama kukirimia wageni. Na kwa sababu hiyo imefanya ya kwamba amani hiyo imekuwa tukiifurahia sana, imekuwa ni kama paradise katika mji wa Mombasa. Watu wengi wamekuwa wakisikia kuja Mombasa ni kuzuri. Kwa sababu gani? Tumekuwa tukishirikiana katika swala hili la amani ambao ni mimi na wewe. Na sasa tunapokwenda kuangalia baadhi ya mambo ambayo yanaweza kutusaidia, ni mambo gani ambayo huenda yanavuruga amani katika akili zetu wanadamu? Maana huenda labda ukasikia amani imekosekana mahali, lakini ukashindwa kuelewa hiyo amani imekosekana kuna shida gani? Ni njaa imefanya tukakosa amani au tatizo ni nini? Katika baadhi ya mambo ambayo yanachangia sana ukosefu wa amani, mojawapo tunaona katika nchi yetu leo hii ni kama vile ukabila, ambao katika mchango wake mkubwa umekuwa vile vile ukifanya wengine wakiona kana kwamba labda wamesukumwa kwenye ukuta, ama wao hawahesabii kama watu ambao ni sehemu katika sehemu ya taifa lake ama serikali lake au shirika mbalimbali kule ambako yeye mwenyewe anafanya kazi yake. Na hii imepelekea vile vile wengi wakao, kwa sababu kama katika moyo wako utakuwa na hiyo chuki, itakuwa ni vigumu sana kumwambia mtu hubiri amani, au mwambie mtu akufanyie kazi ile hali ameamka asubuhi tumbo lake ana njaa, itakuwa vigumu. Kwa hivyo ni lazima kwanza mtu akule ili awe na akili sawa sawa ya kufanya shughuli zake za kesho. Kwa hivyo ukabila huu umekuwa vile vile ni mdudu ambaye amechangia kwa wingi sana tunakosa amani katika mji huu wetu wa Pwani na vile vile miji mingine hapa nchini. Jambo la pili
ni ufisadi ambao vile vile umechangia sana sehemu nyingi. Na unajua ufisadi huko katika kila jambo ambalo labda wewe ndio unafanya. Na ufisadi vile vile hautaisha. Na kwa sababu hiyo tukiwa mimi na wewe tutapambana tuwe mabalozi wa kutangaza shughuli hii au wa kukataa na kupinga ili swala la ufisadi, basi sisi sote tutakuwa ni watu ambao tunapata amani. Na ili tuangalie swala hili, ningependa msomaji wangu anisaidie na fungu moja kitabu cha Biblia, kitabu cha Ayubu ama the book of Job kwa wale ambao ni wazungu wapate Kiswahili. Kitabu cha Ayubu 22 aya yake ni ya 21. Kuna maneno mazuri ambayo Mungu anatupatia pale ndani ambayo yanatupa kielelezo au kama uongozi tuweze kupata faida. Naam, 22:21 kitabu cha Ayubu. Biblia inasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Asante. Unapoangalia kwenye maandiko yetu matakatifu au vitabu vyote vya dini utakuta mambo ni yale yale. Maandiko yanasema umjue sana Mungu ili uweze kuwa na amani. Kumbe vile vile katika kumjua Mungu itatusaidia sisi kuepukana na mambo mengine ambayo tumeona kama vile ukabila, ufisadi, ubaguzi wa rangi na mengine. Hayo tukishayaondoa, na tunaondoa vipi? Ikiwa mimi na wewe tutamjua sana Mungu, basi tutaweza kuwa na amani. Lakini laita tuwezi kumjua Mungu sana vile vile, pia kutachangia sisi kukosa kile ambacho kilikuwa ni malengo yetu au kukosa kile ambacho sisi tulikuwa tunakitafuta. Hebu tuangalie katika baadhi ya mambo machache ambayo yanaweza kuchangia kulete amani katika nchi yetu Kenya. Na mojawapo ya jambo ambalo linaleta amani sana katika nchi yetu ama na sehemu mbalimbali ni huu upendo ambao Mungu ameuzungumzia halisi kwenye maandiko yake matakatifu ndani ya vitabu vyote. Maana upendo huu unahusu watu wa tabaka mbalimbali, awe ni Hindu, awe ni Shinto, awe ni Mkristo, au ni Muislamu. Ni lazima kwanza uweze kumtambua, ujue jirani yako ni nani. Jirani yako ni yule ambaye anaishi karibu na wewe. Huyo ndiye ndugu yako wa kwanza ambaye kwanza wewe unastahili uwe umemuuzia upendo wako. Maana ndio Mungu anavyosema katika maandiko yake matakatifu kwamba mimi mkinitafuta kwa bidii, basi hapo ndio mahali mtaweza kupata amani. Kwa hivyo hii amani inakuja ikiwa hatua ya kwanza itapigwa ya wewe kumwangalia jirani yako katika jicho zuri. Si katika jicho la kumuona kwamba labda huyu anatoka kwenye sehemu fulani au anatoka kwenye kabila fulani. Na ukimwangalia katika upendo huo, basi utaweza kuona kwamba amani inaweza kuwa imedumishwa na vile vile imepatikana. Na punde tunapopata amani, tutaweza kuona kwamba hali yetu ya kiuchumi itaweza kunawiri. Hasa ukizingatia kama mji huu wetu wa Mombasa, utaona sana uchumi wetu ni utalii. Na tukikosa ama tukivuruga ile amani, watalii wakikosa ama watalii wakienda, tukikosa wageni, basi kesho tutaanza kulia, maana ajira itapotea. Vile vile uchumi wetu kama kaunti na pia kama serikali utaweza kuzorota na kurudi chini. Na hiyo itachangia sisi kukosa kazi. Vijana wetu watakosa, mimi na wewe tutakosa. Na hali hiyo kikosa pia vile vile itaathiri usalama, maana itakuwa ngeta ndio suluhisho. Maana vijana watakuwa hawana pa kupata mkate wao wa kila siku. Vile vile hali ya elimu vile vile itazorota. Kwa mfano ukiangalia maeneo ya North Eastern kama vile Mandera, utakuta wale walimu wamekataa kwenda kwa sababu gani? Usalama. Na usalama umekosekana kwa nini? Hakuna amani. Ni kwa sababu mimi na wewe huenda tumechelewa kuchukua hatua ya kuweza kuhubiri ile amani au kusukuma amani kutoka kwa mmoja hadi mwingine ili amani iweze kupatikana. Maana bila amani hakuna kitakachoendelea. Huwezi kukaa hotelini ukanywa maji, haiwezekani. Itakuwa ni vigumu kabisa. Kwa hiyo punde tunapofanya hivyo, basi utakuta kwamba elimu inaweza kuendelea, elimu itanawiri, tutapata watu ambao wamesoma, watu wa kutusaidia, maana tunahitaji watu wengi, tunahitaji madaktari, mainjinia na kadhalika. Na hii yote inakuja kama hiyo amani itakuwa ni chombo kitakachotumika kama vile unavyohitaji pumzi kila siku, tunahitaji amani kila wakati ili tuweze kusukuma mambo yetu mbalimbali. Kando na hayo, tunahitaji vile vile social kukaa na watu wa tabaka mbalimbali. Haijalishi ni mtu wa aina gani, haijalishi ana nywele ngumu kiasi gani, ana nywele kichani au hana, mfupi au mrefu. Wote hawa wanahitajika katika nchi, maana kila mmoja anamhitaji mwingine. Sawa na vile wewe una mwili wako ambao una viungo mbalimbali, na kila kiungo kinahitaji kiungo kingine kwa msaada. Ndio maana hakuna siku moja kichwa kitaambia miguu nimechoka na kukubeba kila siku. Haiwezekani. Kwa sisi vile vile hivyo tunahitaji swala hili la kwamba mimi na wewe tuweze kukubali kwamba sisi sote ni wa Kenya. Haijalishi umetoka sehemu gani,
haijalishi dini yako, haijalishi imani yako, lakini bado kila mmoja tunakuta kwamba ni kiungo muhimu kwa ajili ya kutangaza nini? Amani, amani, amen. Na jambo hili Mungu hajanyamazia. Msomaji wangu naomba unisaidie na kitabu cha Samueli wa kwanza sura 25 aya yake ni ya 6, ili uweze kuona namna vile Mungu ambavyo yeye mwenyewe kumbe tangu zamani alitaka watu wake, mimi na wewe, tuweze kuishi katika hali hiyo ya utulivu salama. Anasemaje? 25:6 Samueli wa kwanza. Naam. Na hivi ndivyo mtakavyomwambia huyu aishie salama. Amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwao wote ulio nao. Asante. Mungu anasema hivi ndivyo utakavyomwambia yule aishie kwako, nyumbani kwako au jirani yako. Biblia inasema utamwambia siku zote unamhubiria amani, amani, salama. Na ikiwa hiyo ndio itakuwa wimbo wetu, amani, amani, salama, basi hiyo itaweza kufungua njia kwamba kama kutakuwepo na tofauti baina zetu, ima za kiimani au za kijamii, zinaweza zikasuluhishwa kwa njia ya amani. Watu wakae pamoja, wazungumze pamoja, tutaweza watu kuwa tumepata suluhisho na amani na amani na amani. Vile vile ni lazima tuwe watu ambao tunashirikiana katika mambo ya kumcha Mungu au ibada. Na unajua uchaji Mungu kuwepo chini ya jua, basi vile vile Mungu anasema hapo ndipo mtakapopata ile amani. Na hii amani yangu ambayo mtaipata, basi utagundua kwamba amani hii inakuja tu wakati sasa Mungu ametuangalia kwa jicho lake na kumbe kweli hawa watu wangu japokuwa nimewaumba, lakini mioyo yao haina unafiki. Ni watu ambao wamejitolea ili kuweza kuhubiri au kueneza hii amani, amani, amani ambao kila mmoja anayehubiri leo anatafuta. Hebu tuangalie Mungu anasemaje katika swala hili. Kitabu cha Warumi sura ya 14 aya yake ni ya 19. Kuna habari ambazo Mungu anatupa kuhusu sehemu hiyo. Anasemaje? 14:19 kitabu cha Warumi. Naam. Biblia inasema basi kama ni hivyo na tufuate mambo ya amani na mambo yafaayo kwa kujengana. Asante. Mungu anasema basi kama ni hivyo tufuate mambo ya amani, tufuate mambo ya kujengana. Ukiona jirani yako na matatizo mbalimbali, basi tafuta jambo la kumjenga, sio jambo la kumkejeli au jambo la kumuudhi. Maana katika kumuudhi yule jirani yako, basi itakuwa moja kwa moja wewe ni mtu ambaye anapalilia mbegu za chuki, wala si mpanda mbegu za amani. Kwa hivyo amani hii ikikosekana, mimi na wewe tutakuwa kwanza tunaikosea nchi, pili tunamkosea Mungu ambaye alituumba mimi na wewe, ambaye baada ya kutuumba tu tunaona kwamba dhambi ndiyo ilifanya ile amani kati yetu sisi na Mungu ikawa ndio yenye kutoweka. Na dhambi baada ya kuingia ikawa sisi na Mungu tukawa tena hatuna amani. Tulikuwa amani kabla baba yetu na Adam, ama baba yetu Adam na Hawa kula tunda, lakini punde alipokula tunda kama vile anavyosema daktari katika Warumi 5:10, basi ile amani kati yetu sisi na yeye ikawa tena si amani, bali ikawa ni amani ambayo imeweza kutoweka. Vile vile amani hii inakuja kama mimi na wewe tutashirikiana katika hali mbalimbali. Maana tunashirikiana, tunahitaji mimi na wewe katika hali ya kibiashara. Na hili jambo Mungu hajalisahau. Nisaidie na kitabu cha Ezekieli sura 27 aya yake ni ya 21. Angalia, Mungu alikuwa amejua kwamba mimi namhitaji wewe na mhitaji mwingine, ili kwamba tuweze kushirikiana katika hali zote mpaka kibiashara, ili tuweze kuwa na amani. Mungu anasemaje? 27:21 Ezekieli. Naam. Arabuni na wakuu wote wa Kedari ndio waliokuwa wafanya biashara wa mkono wako kwa wana kondoo na kondoo waume na mbuzi, kwa hao waliofanya biashara nawe. Arabuni tangu zamani walikuwa wanafanya kazi zao za biashara, wanakuja kushirikiana na wale wana wa Israeli ama Bani Israeli, wanashirikiana katika kazi zao zote, wanafanya biashara. Ndio unaona Yesu alipozaliwa waliweza kuja na kuleta manemane, udi na uvumba, zawadi. Punde alipozaliwa Nabii Isa ama Bwana Yesu, walileta zawadi. Kwa nini? Hii inaonyesha kwamba kumbe hawa wote tangu zamani walikuwa wamejua thamani ya kuwa na kitu kinaitwa utulivu au amani, wakashirikiana katika mambo yote. Huyu akizaliwa, jirani yako labda amejifungua mtoto, amani, amani, waliweza kuleta zawadi. Amani hii vile vile inakuja ikiwa mimi na wewe tutashirikiana katika matatizo yanayotupata ndani yetu sisi kama jamii.
Kwa mfano tukiwa na mazishi, tangu zamani haikuwa vile, hakukuwa kwamba ujirani amefiwa, lakini kwa sababu huenda imani yake labda ni Shinto, sitaenda katika kumfariji. Hebu tuangalie Mungu anasemaje kuhusu swala kama hili. Kitabu cha Mwanzo sura 25 aya yake ni ya 9. Hebu angalia namna Mungu alivyokuwa ameumba watu. Alikuwa amekusudia watu wote wawe ni watu wanakaa katika amani, na ni watu wa kufungua barabara na kusukuma gurudumu linaitwa amani. Inasemaje? 25:9. Mwanzo inasema, Isaka na Ishmaeli wanawe wakamzika katika pango la Makpela, katika shamba la Efroni bin Sohari Mhiti lielekealo Mamre. Asante. Hiki ni kisa ambacho ndani ya Biblia kuna kijana ama Ibrahimu alikuwa na wana wawili, yule Isaka na Ishmaeli. Lakini tunaona japokuwa walikuwa ni wana ambao wamezaliwa katika tumbo mbalimbali, mwingine kwa Hajiri, mwingine kwa mama Sara, walikuwa ni watu ambao wanapendana na walidumisha ile amani. Punde baba yao alipofariki, walishirikiana katika mazishi yao ya kumzika baba yao. Kwa hivyo hatukuwa na fujo ama vita kati yao. Waliishi siku zote kwa amani, kwa sababu Ishmaeli alijua huyu ni ndugu yangu, Isaka kajua huyu vile vile ni uzao wangu ama ni ndugu yangu kutoka katika viuno vya baba yangu. Kwa hivyo watu wa zamani walikuwa wanashirikiana si kibiashara tu, vile vile walikuwa wanashirikiana vile vile katika hali hiyo ya mazishi. Vile vile tukiwa na amani katika kaunti zetu, basi tutaweza kupata kwamba uchumi wetu unainuka na vijana wameanza kupata ajira yao ya kazi. Tumeanza kuona mengi, tumeanza kupata wawekezaji, tutapata wawekezaji ambao watakuja huko, maana watafutiwa punde wanapoona kwamba pwani ambayo ina sehemu nyingi, sehemu nzuri za kuvutia, bahari na sehemu nyingi za kitalii, watakuwa wanakuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu watakuja kama kuna utulivu, na tutaona kwamba kuna mabadiliko katika kaunti zetu ama katika eneo letu hili la mji huu wa Mombasa. Vile vile lingine ambalo linashirikiana na hili ni kwamba tukiwa na amani katika huu mji wetu, tutaweza kuona kwamba kuna mabadiliko katika hali yetu ya jinsi tunavyoishi. Kutakuja watu kutoka sehemu mbalimbali, makabila mbalimbali watakuja hapa, dini zitakuja mbalimbali, na wote wakija watakuwa wote ambao tutakuwa tunashirikiana. Maana akija leo atakuwa ni Muhindi, lakini atakuja kwenye duka lako atanunua, au atakuja kwenye hospitali yako, au hata kwenye mchango yako ukiwa na michango ya kadhalika, au ya kufanya harambee. Tutakuwa tunashirikiana katika swala hili ambao lengo lake ni nini? Ni amani. Itakuwa amani, na amani vile vile itaweza kupatikana. Na hili jambo la kushirikiana katika swala la hili 1 na 2, hebu tuangalie Mungu anasemaje katika kitabu cha Mwanzo sura 34 aya yake ni ya 21. Tusikie namna Mungu anavyosema kuhusu, kumbe wewe hujalishi wewe ni kabila gani, umetoka wapi, lakini Mungu anasema tuishi na wewe kwa njia ya amani. Biblia inasema, watu hawa wana amani nasi, basi na wakae katika nchi na kufanya biashara humo, kwa maana nchi ni kubwa ya watosha, na tuwatwae binti zao kwa kuwa wake zetu, na binti zetu tuwape wao. Asante. Tunaona kumbe Mungu alijua wazi, maadamu watu hawa wana amani nasi, basi tuwachukue tuweze kukaa nao, tushirikiane nao, tufanye biashara nao, tuchukue binti zetu wawe wake zao, na wake zao vile vile ama tuweze pia wake zao ama binti zao tuwaweze katika wana wetu. Yaani alikuwa anazungumzia kuhusu intermarriages. Umeoa kutoka kabila hili au kabila lile, vile vile ni mojawapo katika njia ambayo tutaweza kuondoa sura ya ukabila, ambao vile vile ndio kansa kubwa ambayo inakula kama saratani, inayokula uchumi, na vile vile inaangamiza amani katika sehemu hii yetu. Kwa hiyo Mungu alijua wazi kumbe watu wake wanahitajika waishi katika njia ya amani, ya kushirikiana. Hata katika kuoa vile vile alikuwa ameweka kwamba basi tusiangalie kabila, bali watu wanaweza wakaenda wakavuka mlango huu, vile vile akaweza akaingia ule mwingine. Vile vile tunapoangalia ama tunapokwenda mbio mbio kwenye maandiko, tunapata kwamba baada ya kuwa mimi na wewe tumekuja duniani kama wanadamu, ili tuweze kuwa ni watu ambao ni ambassador au watu ambao ni mabalozi wa kuhubiri amani. Wale manabii ambao walikuja mbalimbali tangu zamani, walikuwa wote walikuja kwa ujumbe mmoja, na lengo likawa ni moja, la kufanya nini? Kuhubiri amani, amani, amani. Ndio maana Mungu anasemaje? Ili mimi na wewe siku ya moja, maana kuna siku mimi na wewe tutasimama mbele zake. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 aya yake
ni ya 14. Msomaji wangu. Waebrania 12. Naam. 12:14 Waebrania mwalimu inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Baba asipokuwa nao. Asante. Kumbe Mungu vile vile anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, ambao hiyo amani hakuna mtu kumbe atamuona Mungu asipokuwa ni ambassador wa kuhubiri amani ama balozi. Kwa hivyo ili wewe, mimi na wewe tusimame mbele za Mungu siku ya mwisho tuweze kuiona paradiso yake kama jana, ni lazima tuwe watu ambao wanatafuta, si tukae. Mungu anasema tutafute. Ndio maana leo tumeweka jukwaa hapa. Lengo na madhumuni ni nini? Tuweze kutafuta hiyo amani kati yangu mimi, wewe Muislamu ama Hindu ama Shinto, ili siku ya mwisho Mungu anasema tukiwa na amani hiyo hakuna atakayemuona Mungu asipokuwa na hiyo amani. Kwa hivyo ujumbe wa manabii wote ulikuwa ni amani, kwamba tutafute kuwa na amani na watu wote. Na hiyo amani tukiitafuta, basi vile vile sisi kama waumini ambao wana imani mbalimbali, hebu tuulize Bwana Yesu katika kitabu cha Yohana sura ya 14 aya yake ni ya 27. Kuna jambo ambalo Bwana Yesu anasisitiza ambalo ni maana uweza kuwa na amani nje, lakini kumbe vile vile katika moyo wako pia umekosa amani, kwa sababu huenda uchaji Mungu wako kidogo hauko sawa sawa. Twende. 27 inasema, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Asante. Yesu amesema amani anawaachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi si kama ulimwengu utoavyo. Maana kuna wanadamu wengi wamejaribu kusuluhisha amani, lakini kuna maeneo bado amani imeweza kuvurugika. Na amani kivurugika, mfano uchumi hata wa nchi yetu hutaweza kukua. Mfano ni kama vile nchi yetu jirani ya pale Rwanda, ambao baada ya vita uchumi wao uliathirika sana, lakini angalia kwa sasa jinsi uchumi wao unakuwa tena kwa kasi. Kwa hivyo amani inaathiri kila kitu, na ikiathiri kila kitu tutapata kwamba hatuwezi kufanya chochote. Ibada hatuwezi kufanya shughuli zetu, shule hatuwezi kwenda, hospitali hatuwezi kwenda na kadhalika. Lakini punde mimi na wewe tunaposhikana mikono kwa mabalozi wa kuhubiri ile amani ambayo manabii walileta duniani, basi kutakuwa sasa kubaki jambo lingine isipokuwa linasema katika Warumi 12 aya yake ya 18. Tukimalizia msomaji wangu, Warumi 12. Naam. 12:8 kitabu cha Warumi mwalimu. 12:18. 12:18. Warumi 12:18 mwalimu inasema, kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Asante sana. Kwa hivyo ndio ombi langu kwamba kama kwa yamkini kila mmoja aweze kukaa kwa amani na watu wote. Nawashukuru sana. Hebu amani ya Mwenyezi Mungu iweze kuwa juu yenu nyote. Asanteni. Amen. Haya. Mnasemaje kwake? Kwa ndugu zetu wa Kristo, Bwana yu mwema siku zote. Na siku zote Bwana yu mwema. Tunashukuru sana Evangelist Frederick Onyango amechukua muda wake vizuri, na kwa sababu ametumia huo muda vizuri na kumaliza vizuri, basi tunataka moja kwa moja kupeana nafasi kwa yule kutoka katika upande wa ndugu zetu Waislamu ili aweze kuingia kwenye jukwaa mara moja na kuzungumzia. Lakini niko na dakika zangu 5 za kuweza kuelekeza kitu kidogo kulingana na mjibu wa utaratibu ambao tuko nao. Ni kwamba kufikia sasa, kama tumemfuata Evangelist Frederick Onyango, mioyo yetu iko tayari kuunga mkono jambo hili la amani, ama si kweli hapo? Kama serikali imefanya juhudi zake mpaka kutupangia habari za nyumba 10 ili tusiweze kuathirika kwa kuilinda amani, na umejua kwa mkutadha, kwa mujibu wa Biblia, sisi tuwahusika wakubwa katika ile hali ya kufuata maandiko, kuishi kwa utulivu na amani, ili tuweze kuleta uchumi bora, tuweze kutoa nafasi watoto wetu wasome kwa utulivu, wapate ajira bora, kitega uchumi kiweze kuwako kwa njia ambayo ni sawa. Kwa hakika wewe na mimi tutahusika moja kwa moja katika jambo hili la amani, si ndivyo wapendwa? Basi nafikiri wito aliomalizia nao pale ni ya kwamba kila mmoja atafute kuwa na amani na watu wote.
Hebu nione kwa mikono ndugu zangu, wangapi wanaunga jambo hili mkono, ya kwamba mimi au wewe binafsi unahusika moja kwa moja kuiunga serikali, kuunga mashirika ambayo yanakazia na kuunga mkono jambo hili la amani. Nione tu kwa mikono wale ambao tumeelewa vizuri. Asante sana. Basi tukihusiana hivyo, moja kwa moja nchi yetu itakuwa na amani, uchumi wetu utadumu, tunapoishi kwa ujirani mwema, kijamii tutanawiri. Wale ambao wana ujuzi na talanta mbalimbali wakaa na wale ambao hawana kwa njia moja au nyingine, tutasaidiana na kuishi kwa pamoja. Hiyo basi itaelekeza kwamba tuweze kuwa na developments tunazohitaji. Najua sijamaliza dakika zangu 5, lakini kwa sababu ya wakati nimpishe mwenyekiti mwenza mara moja kumleta mzungumzaji kwa upande ule wa ndugu zetu Waislamu. Karibu. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hallelujah. The man I'm about to bring before you is a man who was born in the year 1977. In the month of January, on the 6th day of that month. He might not be that tall, but he got his education in Kaloleni Primary School. For those who come from these areas, I think you know the school. From 1992 to 1995, from 1987 to 1991 rather, and then he proceeded to Shimolatewa Secondary School from 1992 to 1995. After that, he joined the Mombasa Polytechnic. Nowadays, it has been given a university charter, a full university charter called Technical University of Mombasa, TUM. Now he studied diploma in instrumentation and control engineering. Mambo ya stima huyo bwana. Kwa hivyo stima ikienda makosa, don't look far, he's here. He did that from 1997 to the year 2000, and then this man submitted himself to God in the year 2000 today. He's none other than Brother Ismail Washira. So, can you proceed to the podium and give us whatever you've prepared? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Thumma salatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And for those who are not Muslims, may the peace of Allah subhanahu wa ta'ala be with you. Peace, peace, peace. If we were to define the word peace, it would be very difficult to define the word peace without defining the word Islam. Because Islam itself means peace. And one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty God, the creator of the worlds, the sustainer, the fashioner, the nourisher. One of his attributes is as-salam. Muhammad, Naam. Read for me chapter 59:23. 59:23 inasema, ndiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Yeye Mwenyezi Mungu, ndiyo, ambaye hakuna abudiwaye kwa haki, ndiyo, isipokuwa yeye tu, mfalme, mtakatifu, mwenye salama, mtoaji wa amani. Kwa hiyo Allah is the giver of peace. So if you're looking for something, if you want education, you have to go to school. Ikiwa unatafuta ilmu, lazima uende shule. Na ukiwa unatafuta kitoweo, ima ni samaki au ni nyama, either utakwenda buchari au baharini. So if you're looking for peace, we have to go back to Allah subhanahu wa ta'ala and ask for that peace from him. Because he is the giver of peace. Mwenyezi Mungu ndiye mtoaji wa amani. But first of all, I have to define what peace is. Oxford Dictionary imedefine peace kama salama. Na nimewamkua kwa salamu za Kiislamu au mamkuzi ya Kiislamu, assalamu alaikum. So
Tukiangalia utakuta Oxford English Dictionary imechukua tena terminology ya Kiislamu, terminology ambayo imetokamana na neno Uislamu. Maana yake salama, amani, raha, utulivu, tofanya udhia, kutosumbua watu, taratibu, pole, bila ghasia, bila fujo. Ndio maana ya amani. Na watu wakiishi katika hali kama hii, sidhani kama kutakuwa na matatizo yoyote. Ndio maana ya amani. But peace itself can be categorized into 3 categories. Peace with God, peace within oneself, and peace with the creations. Lazima tukubali kwamba to establish peace baina yetu sisi na muumbaji wetu. Kuna watu wanaamini hakuna Mungu. Wanaamini hakuna Mungu kabisa. So how do we prove to them that God exists? Tunawathibitishia vipi kuwepo kwa Mwenyezi Mungu? Labda ukiangalia kiti unachokalia au tenti zilizokuja hapa, tukiambiwa kwamba hizi tenti zilijileta zenyewe, zilijitengeneza zenyewe, zimekuja zenyewe, kiti ulichokikalia kimejitengeneza chenyewe, hauwezi kukubali. Na mtu atakayekuletea fikra kama hiyo utamdismiss kama lunatic, kama mwenda wazimu. Ikiwa vitu vidogo ambavyo vimetengenezwa na wanadamu tunakataa kwamba haviwezi kujileta vyenyewe, tuangalie system zetu ambazo ziko ndani ya miili yetu ambazo ziko complicated. Angalia heavenly bodies, the sun and the moon. Ni vitu ambavyo sisi tukiangalia tunaona ni vitu vinakwenda kimaajabu. Tena havitoki kwenye oda yake. Lazima yupo mletaji, lazima yupo mwendeshaji, lazima yuko aliyetuleta. Angalieni mabongo yetu yote yana cerebrum, yote yana medula, sote tuna pua, tuna mikono, tuna miguu. Ataipata vipi amani ndani ya nafsi yake? Angalia katika sura ya 8 aya ya 2. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwenye Qur'an, sura ya 8 aya ya 2. Sura ya 8 aya ya 2 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Ndiyo. Inasema hakika wanaoamini kweli kweli. Wanaoamini kweli kweli ni wale ndiyo ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu. Kwanza moyo unaathirika anapotajwa Mwenyezi Mungu, anamuogopa Mwenyezi Mungu. Endelea. Na wanaposomewa aya zake, wanaposomewa maneno ya Mwenyezi Mungu, huwazidishia imani, wanazidi kumwamini Mwenyezi Mungu. Endelea. Na wakamtegemea Mola wao tu basi. Wakamtegemea Mola wao. Ukamuona mtu kama alivyozungumza Sheikh Omar, ni maskini, hana kitu, lakini ana kitu kinaitwa peace of mind. Usingizi anaupata, amemakinika. Ni mtu unaweza kuchukua mawaidha kwake, japokuwa unamuona katika maisha yake ni duni, hayuko materialistic. Ni mtu ana matumaini kwa Mwenyezi Mungu, amepata peace of mind, peace within oneself. Alafu there is that peace with the creation. Hapa ndiyo kwenye matatizo, hapa ndiyo kwenye kilio, hapa ndiyo kichwa kinatuuma wanadamu, hapa ndiyo Mombasa inalilia damu, 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 kuna nuka damu. What's wrong? Everywhere. Kwa nini? Ni kwa sababu wanadamu walikataa kufuata yale masharti ya kwanza ya pili. Ya kwanza, masharti ya kwanza na sharti la pili, kuestablish peace, wao na Mwenyezi Mungu walikataa. Wakakataa kuipata ile amani ndani ya nafsi yao. Kwa hiyo sehemu ya tatu ikawaponyoka, wakawa hawajui. Wanakimbia, wanaifukuza amani, lakini ni kama wanafukuza upepo. Hawaioni, wanaitafuta, na wala hawataiona mpaka warudi katika misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huo ndio msingi. Lazima warudi katika misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna baadhi ya watu hawataki watu warudi, na ndiyo maana wanaendelea kusababisha vurugu na kuwakosesha wanadamu wenzao amani. Watu hawa Mwenyezi Mungu amewataja katika sura ya 75 aya mwanzo mpaka ya 5. Mwenyezi Mungu anawazungumzia watu wa namna hii. 75:1 mpaka 5. 75:1 mpaka 5 inasema hivi. Ndiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Naapa kwa siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu anaapa kwa siku ya mwisho. Endelea. Tena. Ndiyo. Naapa kwa nafsi inayojilaumu kuwa. Naapa kwa nafsi inayojilaumu kwa mabaya anayoyafanya. Nafsi inajilaumu. Endelea. Kuwa. Ndiyo. Mtafufuliwa na mtalipwa. Mtafufuliwa na mtalipwa.
wakati huko katika utawala katika nchi ya Spain. Anasema, have the critics forgotten the civilizing influence of the Muslim rule in Europe? About 300 years in Sicily and about 800 years in Spain. It was during this time, this period, 652 to 1090 CE, and in Sicily 711 up to 1492 in Spain. That is the time when the Eastern Orthodox Christians and the Jews felt free to practice their faith without fear of persecution from their enemies. Spain, Waislamu wamekuwa na utawala takriban miaka 800 na Sicily miaka 300, na waliweza Wakristo wa Kiorthodox na Mayahudi kuishi katika amani chini ya utawala ambao ulichukua mafundisho ya Kiislamu. Ni wazi kuonyesha kwamba Uislamu ni dini ya wapenda amani. Uislamu ni dini ya watu ambao wanamtangaza Mwenyezi Mungu. Je, mwanadamu wa kwanza aliuawa lini? Mwanadamu wa kwanza alitolewa roho lini? Rudi katika sura ya 5 aya 27 mpaka 32. Sayyid Muhammad. Inasema 25:22. Ndiyo? 25:27 inasema. 5:27 Suratul Maida. Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Ndiyo? Na wasomee habari za watoto wawili wa Adam kwa kweli. Ndiyo? Walipotoa sadaka ikakubaliwa ya mmoja wao, ndiyo, na ya mwingine haikukubaliwa. Akasema yule isiyokubaliwa sadaka yake, ndiyo, nitakuua. Akamwambia ndugu yake, huyu anamwambia nitakuua. Kabil anamwambia ndugu yake Habil, nitakuua. Akasema, ndiyo, yule aliyeahidiwa kuuawa, Mwenyezi Mungu huwapokelea wamchao tu. Wale wamchao Mwenyezi Mungu anawampoa, yeye Mwenyezi Mungu huwapokea. Endelea. Kama utanyoosha mkono wako kwangu kuniua mimi, sitakunyoshia mkono wangu ndiyo kukuua wewe. Hakika mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu wote. Ndiyo. Mimi nataka ubebe dhambi zangu na dhambi zako. Unaona maneno hayo? Kwa hiyo Qur'ani inatuonyesha kumuua mtu bila ya hatia, mtu ambaye hajakukosea, hajafanya jambo lolote linalosababisha kwamba yeye na yeye auawe, hajafanya madhambi, hajakufanyia uovu, unakusudia kumuua tu kwa chuki. Fikra zako, ulimuumba wewe. Kwa mujibu wa aya hii inaonyesha wazi kwamba jambo la kuua katika Uislamu ni jambo kubwa, na ndiyo maana utakuta aya hii imetuwekea wazi kwamba mtu akimuua mtu kwa dhulma atachukua madhambi yake mwenyewe na atachukua na madhambi ya yule mtu aliyemuua. Endelea. Na hayo ndiyo malipo ya madhalimu. Endelea. Basi nafsi yake ikamwezesha kumuua nduguye, akamuua. Endelea. Akamuua. Na akawa miongoni mwa wenye kuhasirika. Akawa miongoni mwa wenye kuhasirika, bimaana akahesabiwa na watu waovu. Hapo ndiyo Mwenyezi Mungu akamleta kunguru. Kunguru yani kurabu. Kurabu anayefukua katika ardhi ili amuonyeshe jinsi ya kuificha maiti ya ndugu yake. Ndiyo. Akasema yule ndugu aliyeua, nenda 32. Ole wangu, nimeshindwa kuwa sawa na huyu kunguru. Nenda 32. 32:33. Inasema basi 32. Nenda hapo 5:32. Kwa hayo, kwa ajili ya hayo, kwa sababu ya hayo, endelea. Kwa sababu ya hayo, ndiyo, tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba, ndiyo, atakayemuua mtu bila ya yeye kuua mtu au bila ya yeye kufanya ufisadi katika nchi, ndiyo, basi ni kama amewaua watu wote duniani. Angalia Qur'ani inavyoweka vitu wazi. Na mwenye kumwacha, ndiyo, na mwenye kumwacha mtu hai, ndiyo, kumsaidia kuishi, ni kama amewaacha hai watu wote duniani. Unaona maneno? Kwa hiyo Qur'ani imeweka wazi kwamba swala la kumuua mtu kwa dhulma ni kama umeua watu wote. Sasa madhambi ya watu wote utayabeba. Madhambi ya watu wote utayabeba. Ewe mwenye kunyosha mkono na kumuua mwenzako kwa dhulma,
madhambi ya watu wote utayabeba, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka wazi kwamba unapomuua mtu kwa dhulma ni kama umewaua watu wote. Maneno haya yaliandikiwa Bani Israil, lakini haya hayajaishia kwa Bani Israil. Jambo la kumuua mtu kwa dhulma ni jambo ambalo ni baya mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu tuangalie kwa mujibu wa Qur'an inasema nini Qur'ani kuhusiana na maneno ya Nabii Isa mwana wa Maryam, 19:30 hadi 34. Sura ya Maryam. Ndio. Sura ya 19 aya 33. 33 ndio. Inasema bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na amani, na amani, ndiyo. Na amani. Anzia 30. 30. Yule mtoto akasema, hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, amenipa kitabu na amenifanya nabii. Wakati Maryam amemzaa Nabii Isa, yani Jesus, wakati amezaliwa, watu wakamshuku Maryam kwamba alifanya kitendo kichafu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akatenda miujiza, Nabii Isa akazungumza katika uchanga wake. Akasema nini? Mwenyezi Mungu amenifanya nabii na amenipa kitabu. Anasema mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, amenifanya nabii na amenipa kitabu. Endelea. Na amenifanya mbarikiwa popote nilipo. Ndio. Na amenihusia sala na zaka maadamu ni hai. Ndio. Na amenihusia kumfanyia mema mama yangu. Wala hakunifanya niwe jeuri muovu. Na amani, na amani, na amani. Tulia. Hapa Nabii Isa anataja kwanza qualities za mtu ambaye ataipata amani kabla hajazungumzia amani. Kuepukana na ujeuri. Kukubali wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, umeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kukubali ya kwamba Mwenyezi Mungu ana mafundisho yake, kapokea kitabu na Isa. Na akamuhusia sala na zaka, ibada ambayo ndio lengo kubwa mwanadamu aliloumbiwa. Alipoyakubali haya, akayapokea haya, Mwenyezi Mungu akamtunukia zawadi akiwa bado ni mdogo. Endelea. Na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Na siku nitakayokufa. Na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Unaona maneno? Kumbe amani haitafuti watu wakiwa hai peke yake. Amani inatafutwa hata watu wanaporudi kwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu watakaporudi kwa Mwenyezi Mungu hawataijua amani, hawataona amani, watakuwa na adhabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watakuwa na matatizo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watakuwa na balaa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana tunahusiana kama wanadamu tukubali kwamba Uislamu ndiyo dini ambayo leo imezungumzia amani, japokuwa watu wote kwenye fikra zao wana mtazamo tofauti kuhusu Uislamu. Leo watu wafikirie tofauti, kwa sababu leo tumekuja hapa kudhihirisha na kusafisha taka na kuondoa fikra mbaya juu ya Waislamu na kuondoa fikra mbaya juu ya Uislamu. Ndugu zangu katika Uislamu na wale ambao bado hawajakuwa Waislamu, ni wazi kwamba Mwenyezi Mungu ameitangaza amani kwa njia mbalimbali kupitia kitabu cha Qur'an. Vile vile tukiangalia katika mafundisho tunakuta hii amani ina faida zake. Lakini vitu gani vinapelekea amani? Kuna takriban mbegu 7 ambazo zimepandwa katika moyo wa mwanadamu, ambazo mbegu hizi 7 ikiwa mwanadamu hatajiepusha nazo, basi ataingia kwenye mabalaa. Mbegu ya kwanza ni ujinga. Watu wasiomjua Mwenyezi Mungu wanaweza wakasababisha vurugu, kwa sababu hawajui Mwenyezi Mungu amepanga nini na amewaumba kwa nini. Hawana elimu, na ndio maana kitu cha kwanza Mwenyezi Mungu alichompa Nabii Adam, Mwenyezi Mungu anasema wa'allama Adam al-asmaa kullaha, alimpa elimu ili adhibiti mashambulizi kutokamana na shetani, adhibiti vita vya shetani. Elimu ile imsaidie asije akaingia mahali pabaya. Kitu cha pili ni ubinafsi. Ubinafsi ni kitu kibaya, na Mwenyezi Mungu akaamrisha kwenye Qur'an katika sura ya 60 aya ya 8 mpaka kuwafanyia wema wale watu ambao si Waislamu. 60 aya ya 8 Mwenyezi Mungu anasemaje? La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu wa tuqsitu ilayhim. 60 aya ya 8 Mwenyezi Mungu anasemaje kuhusiana na Waislamu kuwafanyia wema wanadamu wenzao? 60 aya ya 8 inasema, ndio, Bismillahirrahmanirrahim, ndio, Mwenyezi Mungu hakukatazeni kuwafanyia hisani na uadilifu wale ambao hawakupigana nanyi kwa ajili ya dini, wala hawakukufukuzeni katika nchi zenu. Ndio. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao uadilifu. Mwenyezi Mungu anakukatazeni na wale ambao wanapigana nanyi katika dini. Tosha.
nafikiri aya inaonyesha wazi kwamba Mwenyezi Mungu ameruhusu Waislamu kuwafanyia wema wale ambao si Waislamu ili kuitafuta amani na kuonyesha kwamba Uislamu ni amani. Husda ilitokana na Ibilisi. Alimuhusudu Adam kwa sababu ya kutunukiwa nafasi ya kuja kuitawala ardhi, yeye akawa ndio kama mfalme hapa. Uhasidi, kiburi na tamaa na khiana ni mbegu 7 ambazo zimepaliliwa katika moyo wa mwanadamu, zinazompelekea mwanadamu kuingia katika balaa za kumkosesha mwanadamu mwenzake amani. Ikiwa tutachukua mbegu zingine 7 tukazipalilia katika nyoyo zetu, tutaweza kufaulu. Hii ya kwanza ni ujuzi wa kweli, kumjua Mwenyezi Mungu na kujua mafundisho yake. Ya pili ni upendo, watu wakapendana kwa sababu sote ni watoto wa Adamu. Ya tatu ni uaminifu, mtu akapewa majukumu akafanya uaminifu katika majukumu yake. Ya 4 ni heshima, Mwenyezi Mungu akakataa kuwavunjia watu heshima. Kwenye Qur'an Mwenyezi Mungu anatuambia wanaume wasiwadharau wanaume wenzao na wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Yawezekana yule mwanamume unayemdharau akawa ni bora kuliko wewe mbele ya Mwenyezi Mungu, na yule mwanamke anayedharauliwa akawa ni bora kuliko yule mwenye kudharau. Mwenyezi Mungu amekataza swala la kumdharau mtu. Na huruma, watu kuhurumiana kama wanadamu ni mbegu ambayo ni lazima tuipalilie katika nyoyo zetu. Na haki, lazima kupatikane haki, watu wahukumu kwa haki, ndio baadaye amani itapatikana. Lakini mbegu hizi 7 zikiondolewa na zikapaliliwa zile zingine tulizozitaja, matokeo yake tutaingia kwenye matatizo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikubali mkataba wa amani katika sulhu ya Hudaybiyah, na aliipenda amani japokuwa mkataba huo ulimfinya. Wakaambiwa wasirudi Makkah kufanya ibada ya haji, but the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakubali for 10 years, na akaambiwa kwamba ikiwa kweli atatumwa mtu ambaye ni kinyume na yeye, si Muislamu, aende kwake yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au aende katika mazingira ya Waislamu, basi akikamatwa huyo mtu ataachiliwa katika wale ambao walikuwa wanapinga Uislamu. Na wale ambao alikuwa ni Muislamu, labda akienda kwa wale ambao sio Waislamu, basi akishikwa haachiliwi. Na Mtume Muhammad akakubali kwamba mtu wake akishikwa au mfuasi wake akishikwa, yeye asiachiliwe. Akakubali mkataba huo japo ulimfinya kwa sababu ya kuhifadhi amani. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a lover of peace. Aliipenda amani, ndio maana akachukua mikataba ambayo pia ilimfinya, na akaambiwa kama ataingia Makkah basi wasikae zaidi ya siku 3, na baadaye wakae miaka 10 wasiingie tena. Hii tayari inaonyesha wazi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam japokuwa masharti yalimfinya, lakini aliipenda amani. Tunashukuru. Ustadhi Washira alienda zake 25 akapata zake 5, na ilikuwa ni ya kwamba akimaliza basi ndio hivyo itakuwa amemaliza. Tunamsimamisha Evangelist Fondo kwa dakika 5, upesi sana, giza linaingia. Hatungetaka tukose kuona hata makaratasi ambayo tumepangilia ili kwamba tumalizie pale. Asante sana mwenyekiti. Kwa sababu ya muda nataka kuzungumzia mambo mawili tu ambayo ninafikiria kwamba ni ya muhimu na yana mchango mkubwa haswa katika hali ya kuweza kufikia amani katika taifa letu la Kenya, hususan katika mji wetu wa Mombasa. Jambo la kwanza ambalo ningependa kuliangazia ni hili jambo ambalo ni la uchaji Mungu. Kuna maneno ambayo Yesu aliyazungumza. Kuna maneno Yesu aliyozungumza katika Yohana 17 aya 3. Msomaji, haraka niweze kutoa hizi hoja mbili ambazo zina mchango mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu katika hali ya kuweza kuleta amani, na ni jambo ambalo tutakapolifuatilia kwa umakini litaweza kuwa sababu ya sisi wakaji wa Mombasa kuwa na amani. Nasemaje? 17:3 inasemaje? Na uzima wa milele ndio huu. Yesu anasema ndani ya Biblia uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli. Hili ni jambo la muhimu sana ambalo ninadhani walimu wa pande zote mbili wameliangazia, ya kwamba uzima wa milele ni kumjua Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Kwa hiyo ikiwa tunataka kuwa na amani hususan katika taifa letu, haswa kuanzia hapa Mombasa, ni lazima tukubali hili ya kwamba Mungu yupo na Mungu ni mmoja na ni yeye wa pekee yake, na vile vile pia kwa njia hiyo ya kumjua huyo Mungu wa kweli na wa pekee yake inaweza kuwa sababu ya sisi kuweza kuwa na amani. Nisomee Zaburi 119 aya ya 165. Tunapomjua Mungu wa kweli na wa pekee yake na Yesu Kristo, wapendwa, Biblia inasema hii inaweza ikawa njia nzuri kabisa ya wewe kuwa na amani na hatimaye ukaweza kuwa na nafasi katika ufalme wa Mungu. Biblia inasemaje? 119 165 165 inasemaje? Mwalimu inasema,
wana amani nyingi waipendayo sheria yako. Biblia inasema wana amani nyingi wanaoipenda sheria ya Mungu, wala hawana la kuwakwaza. Tena hawa watu watakosa la kuwakwaza. Kwa hiyo tunapomjua Mungu katika maisha yetu na tukajua pia sheria zake na tukasimama katika haki ya Mungu, Biblia inasema ya kwamba tutakuwa na amani nyingi katika mji wa Mombasa, na hivyo hakutapatikana jambo lolote ambalo linaweza likatukwaza. Haya ni mambo ambayo wapendwa, tutakapoyazingatia kuweza kumcha Mungu kikamilifu na kuweza kushika maamrisho ya Mwenyezi Mungu, inaweza kuwa sababu kubwa ya sisi kuweza kuwa na amani. Na jambo la pili ambalo ningependa kulisisitizia, kuweza kutii mamlaka. Kuna tatizo hapa kwamba serikali yetu ya Kenya inang'ang'ana sana kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaimarika na hivyo watu wanapata amani, lakini miongoni mwa wananchi hususan inafika mahali hatuoni zile juhudi, hatutambui zile juhudi za serikali. Kuna watu sasa hawalali maskari kutafuta amani, hawalali, wewe unalala, hawalali wakikulinda wewe, hawalali wakitafuta kama njia hiyo inaweza ikaleta amani. Kwa hiyo tunapaswa kuweza kuwashukuru kwa lile ambalo wanalifanya, tunapaswa kuweza kuwashukuru kwa lile ambalo wanalifanya. Na ndio maana Biblia inasema katika Warumi 13 aya ya kwanza ya kwamba badala ya kulalamika, hebu tuweze kushukuru pia serikali kwa kile ambacho inakifanya kuhakikisha kwamba amani inaweza kupatikana. Tuwashukuru kwa sababu Biblia inatambua jambo hili. Inasemaje? Kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu. Biblia inasema kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Endelea. Na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Kwa hiyo licha ya kumwabudu na kumtii Mwenyezi Mungu na sheria zake vile vile, Mwenyezi Mungu anatuamrisha kwamba tuweze kutii mamlaka, tuweze kuwaheshimu viongozi, tuweze kuweza ku-appreciate, yani tuweze kushukuru pia kwa kile ambacho serikali inakifanya. Tuweze kushukuru yale ambayo viongozi wanang'ang'ana kuyafanya, tuweze kushukuru na kuwaheshimu. Na tunapofanya jambo hili, wapendwa, inaweza kuwa sababu ya sisi kuweza kuwa na amani. Badala ya kulalamika, tuweze kushukuru jambo hili. Asante sana. Mwenyezi Mungu aweze kutubariki tunapozingatia haya. Shukrani.